Mheshimiwa mgombea wetu, namshukuru sana Mungu kwa kukulinda, kutunza afya yako katika kipindi chote cha kampeni, kwa kazi njema uliyoifanya katika nchi yetu ya Tanzania, ukizunguka kukutana na wananchi wa vyama mbalimbali wakiwepo na wana CCM na wasiokuwa na chama, ukiwaeleza uwezo wako na umahiri wako wa kuwaletea maendeleo kwa miaka mingine mitano. Mheshimiwa mgombea, niko hapa leo kwenye viwanja vya Mwanza nikishuhudia kazi yako njema uliyoifanya na uaminifu wako kwa taifa letu, na kwa kweli Mtanzania yeyote yule anayependa amani, anayependa matokeo, atakuwa pamoja na mimi nitakapoenda kupita kwenye baadhi ya maeneo kumuonyesha kazi njema iliyofanywa na Daktari Samia Suluhu Hassan. Mgombea wetu, nimegawa makundi matano. Nafahamu muda ni mchache, lakini nitajitahidi kuhakikisha kwamba angalau unagusa kila eneo. Moja ni maendeleo ya watu au ni huduma za watu. Kiongozi yoyote, eneo mojawapo la kuangalia ni hali za watu wake, kutoka kwenye mazingira aliyowakuta na kula alikowafikisha, ili wapate matumaini ya kumchagua tena wakijua miaka mitano anawapeleka wapi. Nimetazama sekta ya afya ambayo ni sekta muhimu sana katika taifa letu. Kwa kweli umefanya mapinduzi makubwa. Nikiangalia tu, nyinyi wa Tanzania mnakumbuka, tulikuwa na usumbufu mkubwa wa watu kupata huduma za upasuaji. Ametutoa kwenye vyumba vya upasuaji 388, ametupeleka kwenye 577. Lakini vile kama itoshi, watoto waliozaliwa kwenye mazingira magumu, watoto wenye changamoto ya upumuaji, walikuwa na vyumba vyao vya upasuaji 80. Daktari Samia ameongeza 362, ikiwa ni sehemu ya kuokoa maisha ya watoto hawa. Ndugu zangu, amefanya uwekezaji mkubwa katika sekta ya afya, sio kwenye majengo tu. Halmashauri amejenga zaidi ya hospitali za halmashauri 146 na vituo vya afya ambavyo havina idadi, ili kuhakikisha kwamba kila Mtanzania anapata huduma ya afya ilivyo bora. Sasa ngoja niwape matokeo. Uwekezaji wote huu wa majenzi ya majengo, wa ununuzi wa vifaa, uwekaji wa wafanyakazi wengi, na kuhakikisha wanapatikana mpaka watu wa afya katika ngazi ya kata, umetupa matokeo makubwa. Moja ya matokeo natamani kuyasema leo hapa Mwanza, amewezesha kwenye kila vizazi 100 walikuwa wanapotea wakina mama 556. Chini ya Daktari Samia, kwa kazi nzuri ya uwekezaji, ameweza kushusha idadi 80% mpaka watu 104. Haijawahi kutokea kwenye historia, na ndio maana hata dunia inamtambua Daktari Samia kwa uaminifu wake na kazi kubwa. Mheshimiwa mgombea, nilikuwa natamani nipige tu kwenye hesabu za kawaida, sababu sisi watoto wako tunapenda hesabu, na nilisema siku moja, mtu yoyote anayeongoza kubisha kama hajui hesabu ni mara 10 awe ni mlaji wa chipsi na kalale. Mfano, kama kila vizazi 100 walikuwa wanapotea wakina mama 556, chini ya uongozi wako umeshusha 80%, wamebaki 104, na ndoto yako ni kuhakikisha kuna mwanamama hata mmoja anakufa. Na ukuishia hapo tu, wakina mama waliokuwa wanapata matatizo ya kusafiri umbali mrefu wakiwa wajawazito wanakufa njiani, ukaja na ubunifu wa M-Mama. Mwanamama anapiga simu, usafiri unamfuata, uwe ni wa bajaji, uwe ni wa gari, ili kuhakikisha na waishi hospitalini. Zaidi ya kina mama 135 umewaokoa mauti kwa mapenzi yako makubwa na ubunifu wako mkubwa uliofanya kwa taifa letu. Ukichukua ratio ya watu 100, na wataalamu wa afya wanasema kwa mwaka tuna wakina mama wanaokwenda kujifungua kati ya 2,300,000 mpaka 2,400,000. Ukipiga mahesabu kwa mwaka, Daktari Samia ameokoa wakina mama zaidi ya 10,804 kupoteza maisha yao kwa uwekezaji na ubunifu wake, kwa mapenzi makubwa alionao kwa taifa lake.